shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran. Ni kila siku ya Jumapili ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, itasomwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, itashindaniwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na iliteremshwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ile kipindi chako pendwa cha watoto cha kuhifadhi kitabu kitakatifu kinachopeperushwa na runinga yako pendwa ya Al-Hajar TV kinakujia tena ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kila siku ya Jumapili kuanzia mida ya saa 8 mchana hadi saa 12 jioni. Tazama, washuhudie washiriki kutoka kaunti mbalimbali wakishindana katika mwezi mtukufu wa Ramadhan kuhifadhi kitabu kitakatifu cha Qur'an. Mwaka jana kitengo kilikuwa ni kimoja, lakini mwaka huu Al-Hajar TV wanakuandalia vitengo viwili. Washiriki wasiozidi miaka 7 wakishiriki katika kitengo cha juzu moja, na washiriki wasiozidi umri wa miaka 10 wakishindana katika kitengo cha juzu 3. Watazame washiriki kutoka madrasa mbalimbali wakiwakilisha madrasa zao pamoja na kaunti ndogo. Naizungumzia kaunti ya Kisauni, Nyali, Likoni, Mvita, Changamwe na Jomvu. Katika mashindano haya yaliyoboreshwa zaidi, zawadi kemkem zitakuwepo kwa washiriki siku ya fainali ya Jumapili ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mashindano haya yamedhaminiwa na wale wadhamini wetu wakuu, Al-Hajar Creation, watengezaji wa vitafunio tamu zaidi nyumbani kwako, na Ramadhani hii pia vipo. Usikose fursa hii ya kutazama. Na kuamkua kwa maamkizi yaliyomema, maamkizi yaliyotumika na manabii na maswahaba, nayo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nikitumai ubuheri wa afya siku yako hii ya Jumanne tulivu zaidi katika kaunti hii ya Mombasa, ikiwa ni bahati ya mtende kumea jangwani, tukiwa naye mwana saikolojia kutoka katika nchi jirani ya Tanzania, baada ya lile bango kusambaa katika mitandao ya kijamii na kuwa ni mmoja katika wageni ambao walihudhuria lile kongamano ama warsha iliyoandaliwa na taasisi ya Together We Can katika ukumbi wa Afraha Hall pale. Ni si mwingine isipokuwa ni Madam Leila Abubakar kutoka katika eneo la Tanga na kutoka katika nchi jirani ya Tanzania. Amevuka boda, milima na mabonde, wenyewe wanasema kavuka bahari kuja kufika katika county 001 kwa ajili tu ya kuja kukumbusha, kukuelimisha ewe mwanamke, ewe mama, vile vile sisi kina baba na kina kaka pale nyumbani ambao tunamfuatilia pakubwa zaidi na mchango wake katika masuala mazima ya mitandao ya kijamii. Madam Leila, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana kwanza Kenya, karibu sana katika county 001 na karibu za dhati katika stesheni ya Kiislamu inayofanya vizuri ndani na nje ya taifa la Kenya ya Al-Hajar TV. Ni furaha sisi leo, wenyewe wanasema ya mtende kumea jangwani, kukupata haswa katika studio zetu. Wingi wetu tunakufuatilia sana katika mitandao ya kijamii kuhusiana na short clip zako, kuhusiana na baadhi ya maneno ya busara, maneno ya hekima, maneno ya kutupa moyo, na si kwa wanaume tu peke yake, hata pengine kwa kina dada na kina mama ambao kwa sasa naamini wanatufuatilia pale nyumbani. Lakini kwa haraka ili watu kutaka kumfahamu zaidi, pengine Madam Leila ni nani haswa? Mimi majina yangu naitwa Leila Abubakar, ni mwalimu kwa professional yangu, lakini pia ni mwana saikolojia kwa professional yangu nyingine. Mimi na wenzangu tulifungua kampuni inaitwa Kaya Wellness, ambayo inadili moja kwa moja na masuala ya usimamizi, masuala ya elimu, masuala ya vijana, kuwashauri vijana kuhusu career counseling, matatizo ya afya ya akili, ushauri nasaha kwenye maisha, kwenye mahusiano, kwenye kazi, kufanyia training, workshop wafanya kazi, na mambo mengine ya kuhusu afya au physical well-being. Sasa sisi pia tunawafundisha vijana na watu wengine mambo ya business consultancy pia tunafanya,
kujiajiri, ufanye nini uweze kuwa na thamani katika ajira yako, lakini jinsi ya kujikuza we mwenyewe kiuchumi, kifikra, wanasema kispiritual, lakini kuwaonyesha watu wote simu ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Kwa Mwenyezi Mungu anataka si kufanya nini? What is our calling? What is our biggest destiny in this world? What are we supposed to do? Kwa katika imani pia tunatanabisha jinsi saikolojia ama sayansi na maneno ya Mwenyezi Mungu. Uhusiano kati wa sunna za Bwana Mtume na Qurani tukufu. Kwa sisi tunashika mambo kama hayo na tumefanikiwa karibia mwaka wa 7 sasa tunafanya shughuli hizi, lakini pia tumejizolea wafuasi wengi, taasisi za serikali tunafanya nao kazi, taasisi binafsi, mashule, watu mmoja, lakini pia tumepeleka sasa tuna subscribers ama watu ambao wanatufuatilia mpaka South Korea sasa. Wazungumzaji wa Kiswahili, na kama Mwenyezi Mungu atatujalia tunatamani tufikie kila mtu ambaye anataja jina la Mwenyezi Mungu au anajua kusoma. Asante sana madam, kwa baada ya kukufahamu huko kazi kubwa mnaoifanya nyie wana saikolojia, kwani tunaambiwa moja katika majanga makubwa ambayo yamepata umma ama jamii, haswa katika kizazi hiki tunachokiita ni kizazi kipya, ni tatizo la afya ya akili. Na wingi wao wenyewe wanasema depression inaua zaidi hata kuliko maradhi mengine. Lakini pengine kwa ufupi tu kabla ya kuingia kwenye mada yetu kuhusiana na mwanamke kuwa ni nguzo ya jamii, pengine kiwewe kwa kuwa una interact sana na vijana, unaona tatizo la kisaikolojia, tatizo la kiafya kwa akili kwa vijana pengine linachangiwa na nini? Mara nyingi vijana wengi ambao tunakutana nao sisi ni kutokuwa na matarajio, kutokuwa na mipangilio mizuri ya maisha, kwamba mtu anashindwa kutengeneza focus au vision ya maisha yake. Anaingia kwenye kozi hajaifahamu vizuri, anaingia kwenda kusoma college vitu hajavijua vizuri, au anaingia katika ndoa mambo hajajua vizuri. Lakini jingine ni kuwa na matarajio makubwa sana katika hii dunia, kiasi kwamba unaona kwamba utaweza peke yako hii dunia bila Mwenyezi Mungu. Ndio tukasema sisi malengo yetu ni kufikia kila mtu anemtaja Mwenyezi Mungu ajue huruma, mapenzi na umuhimu wa Mwenyezi Mungu katika maisha yake. Kwa sababu kila kitu ni dini na dini ni kila kitu. Sasa wengi wanaingia kwenye matatizo ya afya ya akili kwa sababu wanamweka Mungu mbali, lakini pia wanaenda mbio sana na hii dunia. Kiasi kwamba wanakuja kushtuka, kumbe hii dunia si chochote. Sasa nani wa kuwakumbusha kwamba hii dunia si kitu, japo tunatakiwa kuishi, ila haitakiwi kuwa yani ndo mustakabali wetu mzima tuweke sisi peke yetu kwamba tuwaweza peke yetu. Hatuwezi. Lakini pia tuwe na vision katika maisha yetu kwamba mimi nina umri gani, nataka baada ya muda gani niwe wapi, na nitumie njia gani, na niambatane na nani, na mimi nimekuwa tayari sasa nataka kuoa au kuolewa, niolewe na nani, nimuoe nani, mwenye sifa gani, halafu nataka nini katika maisha yangu. Sasa wengi wanakuwa na vuruga mambo vitu hivyo. Asante sana madam, hilo tutaliacha na nitakuomba siku zingine, siku za usoni ukija katika taifa la Kenya, pengine basi tujikite zaidi kuhusiana na masuala haya ya vijana na masuala mazima ya depression. Lakini kwa siku ya leo mada yetu tutakozungumza kwa jisali moja hili ambalo pia nawe mtazamaji wangu mpendwa wa Alhaja TV kupitia 0722600333 tutakushirikisha katika awamu ya pili tukiwa na madam Leila Abubakar hapa kuhusiana na yale ambayo yatayazungumza. Ukiwa una swali, una changizo na una lolote linalokuumiza akili, basi itakuwa ni fursa ni yako. Pengine madam, katika kuitafsiri maana ya mwanamke ni nguzo katika jamii, kiwewe ina maana nini? Maana yake ni kwamba sisi wanawake hasa ndo wasaidizi na wasimamizi wa jamii. Kwamba itajengwa nyumba, lakini nyumba bila nguzo haiwezi kusimama. Sasa katika hiyo nguzo ndo nafasi ya mwanamke inapopatikana. Kwamba haya yote ambayo tuyaona katika nchi hizi zetu za ukanda wa Afrika Mashariki, ikiwemo mambo ya mabadiliko na maendeleo ya siasa, uchumi, akili, elimu, mambo ya kidini, haya singekuwepo hapa kama hakukuwa na wanawake nyuma ya pazia ambao wamesaidia upatikanaji. Kwa sababu hiyo basi huwezi kushika historia
za nchi zozote katika ukanda huu wa Afrika ukatoa wanawake. Hata katika historia na mafanikio ya dini yetu ya Kiislamu hakuna sehemu ambayo wanawake hawajatajwa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hakuna jema lolote lilotokea katika dunia hii wanawake hawakuwa nyuma yake. Hata Bwana Mtume alipokwenda mara ya kwanza kuwasili Madina alipokelewa na sisi wakina mama. Yani kwamba sisi wakina mama ndo watu wa kwanza kuona kwamba kuna umuhimu tumpokee Bwana Mtume. Na tukumpokea sisi kama wasimamizi wa jamii. Sisi tulimpokea kama wasaidizi wa ile jamii. Naam. Asante sana maana halisi ya nguzo na. Hiyo ndio maana halisi ya nguzo. Pengine tukiangalia baada ya kuona maana halisi ya mwanamke ni nguzo ya jamii, pengine ni zipi nafasi kuu ambazo mwanamke wameshikilia sana katika maendeleo ya kijamii? Sisi nafasi yetu kubwa ni malezi. Ambao hiyo ndo nafasi ambayo kila yoyote unayemuona katika mazingira haya ya dunia amefanikiwa, amefuata ushauri au amepata malezi mazuri. Maana yake moja kwa moja ni mamake. Sina mtu ambaye ninamfahamu ambaye amefanikiwa ambaye hana pongezi kwa mamake. Hata mke, ukiona mke wako anastarehe, pongezi ni kwa mamako. Ukiona biashara yako inakwenda vizuri, pongezi ni kwa mamako. Ukiona mtoto amelelewa, kuna machozi kwenye malezi yake, ujue mamake alifeli. Kwa hiyo sasa mimi naamini mchango wetu mkubwa kuliko yote ni malezi. Kubadilisha hawa watu kuwa na mwenendo, au kuwatengeneza hawa watu kuwa na huruma, hawa watu kupenda skuli, hawa watu kupenda watu, hawa watu kuheshimu wanawake. Ni sisi wanawake kama ulezi. Sisi letu kubwa katika dunia hii ni ulezi. Tukizungumzia masuala mazima ya ulezi, pengine tunaijenga vipi nyumba iliyo bora kwa malezi mazuri kupitia mwanamke? Lazima wanawake wote wafahamu kwamba kazi ya baba ni kwenda mbio. Kutafuta riski na kutafuta wepesi wa ile nyumba. Kwa sababu kama alikuwa peke yake, alikuwa akipanga chumba kimoja. Lakini sasa hivi mumeingia watu wawili, maybe wewe na yeye na watoto wako njiani, itabidi atafute nyumba yenye vyumba viwili. Huyu mtu hawezi kuwa na muda ule ambao wewe unautaka, wala huyu mtu hawezi kushika simu vile ambavyo wewe unavyotaka. Maana yake ni akiwa hayupo, wewe ndo msaidizi wake, na akiwa amerudi, wewe unatakiwa kutoa ripoti ya nini kilichoendelea. Ndio huu unaoita mimi ni ulezi. Na uhakikishe katika ile nyumba inafahamika kwamba kuna baba, na inafahamika kwamba baba huyu ndo anayejitoa muhanga ili ile lifestyle iwepo pale nyumbani. Kwamba jamani, maona taa zinawaka, maona maji yanatoka nyumba hii, kama si baba yenu yote haya yasingekuwepo. Kwa kutuma ujumbe kwa watoto wa kike na wa kiume, umuhimu na responsibility za baba, kwamba baba kazi yake ni kuwezesha mambo yatimie, na mama kazi yake ni kusimamia yale mambo yatimie kisawa sawa. Pengine ni changamoto gani ambazo zinawafanya wanawake kupambana nazo katika jamii yetu ya leo? Kubwa ni kukutana au kuingia katika mazungumzo na wanaume ambao wamepitia malezi hafifu. Lakini pia hali zilivyo za maendeleo ya utandawazi zinamvua nguo mwanamke kwa kuaminisha jamii kwamba wanawake ndio inabidi watoe nguo, wafanye matangazo. Lakini pia fikra au tamaduni za kimagharibi za kuonyesha kuwavua wanawake ile ukubwa wao, kuaminisha kwamba mataifa ya magharibi ndio imeleta ukombozi kwa wanawake. Sasa wanawake wengi wanakuwa ilmu hatuna, kwamba tunaamini watu wa magharibi ndio wamekuja kutukomboa. Tunashindwa kuelewa historia hasa ya dini yetu inasema nini kuhusu nafasi zetu. Hata Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alitoa hadithi mahsusi ya kusema ukiitwa na mamako, hata kama uko katikati ya swala, inabidi umeachia swala. Na alivyoulizwa nani mtu muhimu katika maisha, alirudia mara 3 mama. Sasa si mtu wa magharibi sasa aje kukuambia kwamba wewe thamani yako iko vipi. Lakini mbali na hivyo, historia zote pamoja na hadithi
hakuna uthibitisho wowote ambao mimi nimeusoma ambao haya sasa ni maoni yangu binafsi, ambaye mwanamke amekwenda mbio kutaka rehema ya Mwenyezi Mungu. Katika historia zote nilizozisoma, mwanamke yeye alipelekewa wasaidizi na Mwenyezi Mungu. Mfano Bibi Khadija alipelekewa msaidizi. Mwingine ni Bibi Maryam, yeye alibashiriwa. Tofauti na Nabii Allah Musa alikuwa akipanda juu ya mlima kufuata Mwenyezi Mungu. Sisi wote Mwenyezi Mungu alituletea ujumbe pale tulipo. Hata mama yake Musa alivyozaa mtoto wake kwa hofu, mtoto wake alipelekwa kwa Firauni. Sasa sisi wepesi wetu wote unapatikana kwa sababu Mwenyezi Mungu yeye anatamani kufanya mambo yetu yawe mepesi. Lakini pia Bibi Asia yeye alibashiriwa pepo akiwa katika nyumba ya mtu laghai, mtu mwovu. Naam. Sasa kuwa katika mazingira kama haya kwamba sisi katika macho ya Mwenyezi Mungu sisi ni maprincess, hatupati tabu. Na pia kuja katika historia ya Bibi Khadija, sisi watoto wa kike si mtu wa magharibi aje kutuambia sisi thamani yetu iko vipi. Kama kweli tumesoma sira, kama kweli tunaisoma Qur'ani vizuri. Na hata haya matatizo ambayo tunayaona sasa hivi yanatukumba, eti sijui hatupewi vitu vya uwasilishaji, wakilishaji, ama sijui hii inaitwa women rep, hatupewi, ni kwa sababu sisi hatujajua nguvu yetu iko wapi. Kwa sababu wanawake wengi sana, mfano katika hata hii nchi yetu ya Kenya, wengi sana wamepambania uhuru wa nchi. Hawatajwi, lakini si kama hawakufanya. Na maana hata sisi tungezitaka hizi nafasi tungezipata. Tunao wanawake ambao wako kwenye power. Sasa hivi ni women rep. Tumewapa majukumu gani? Tunawahoji kiasi gani? Unaona? Kwa kabla mtu hujampa majukumu, hujamhoji, huna ruhusa ya kumlaumu kwamba mbona hufanyi kitu kwa ajili yetu ama nini ama nini. Lakini wewe unataka mimi kunihoji na kutaka mimi nikufanye kitu, wewe waijua nguvu yako? Sisi wote tunafahamu kwamba nchi hizi zimepata bahati, hizi nchi za Afrika Mashariki na juzi Namibia, tumepata marais wanawake. Waona mabadiliko yaliyotokea. So hii inamaanisha kuwa wanawake mna uwezo mkubwa, lakini hatutaki kuchukua fursa. Ni kuwa hamutaki kuchukua fursa, ama ni wenyewe wanasema ni ile confidence, courage madam? Kuna courage ya mambo ya upuzi tunafanya, tuko nazo courage sana, kama ya kuvua nguo tunazo, za kufanya kichekesho mwanaume mwingine ambaye si mume akakushika, wa kutoa matangazo ya sabuni lakini wewe umetoa nguo. Leo utangaza sabuni lakini umetoa nguo. Sasa sabuni na kutoa nguo ina maana gani? Sasa kama confidence hii tunayo, na maana confidence tunayo, lakini kwenye mambo ya khairati hatutaki. Sisi kazi yetu tunataka kuvutana na wanaume, kwamba nataka kuonyesha wanaume how far I can go. Na sasa ile sio lengo. Lengo ni kuonyesha kwamba how far you can contribute. Kwamba wewe unaweza kuchangia nini katika haya mazingira yetu. Na sasa kama hawa waliopita, hawa dada zetu waliopita, kina Bibi Siti, au kina Bibi Titi, au kina Mama Ngina, wangekuwa kazi yao ni kuvutana nguvu, wala tusingekuwa na hizi story. Naam. Sasa sisi sasa hivi tulionao confidence yetu ni kufanya mambo ya kijanja, tukaacha sasa kufanya vitu vya khairati. Lakini pia kuliko tujiulize kwamba mimi nina mchango gani, tunasema mimi naweza kubisha na nguvu na nani. Pengine madam, baada ya kulifahamu hilo, pengine tugusie mchango ambao mwanamke amekuwa nao katika masuala mazima ya uchumi na kuijenga jamii yake, hususan kwa sababu kuna msemo siku hizi unaosema kuwa changu ni changu na chako ni chetu. Kimaumbile na kisaikolojia, wanawake sisi tuamini sana kwenye baadaye. Sisi tuna fikra kwamba itakuwa vipi baadaye, ngoja mimi changu nikitunze kwa ajili ya baadaye. Lakini pia wanawake wengi wanafikira kwamba pesa yake ni ya kwake. Wengi wanafikira hiyo, na wengi wanaamini kwamba chake akiweke kando. Lakini nchi hizi hasa za ukanda huu wa Afrika Mashariki zina vyanzo vya kipato vingi sana ambavyo mwanamke amechangia. Mfano mathalan sisi nchini kwetu tuna vikundi vingi sana vinaitwa Kikoba au Sako hapa Kenya, ambavyo wanawake wanaweka pesa na wanalipa kodi. Na tuna viwanda vingi sana visivyo rasmi na rasmi ambavyo vimeajiri watu ambao vinasimamiwa na watoto wa kike au wanawake. Kwa ukiangalia katika mchango wa kiuchumi, wanawake wengi sana wamejiajiri hususani nyumbani. Wengi sana wako na vikadi vya ujasiriamali na wameajiri vijana wengi.
Na nataka nikuambie katika nchi, katika masuala ya uchumi huhitaji watu walioajiriwa. Unahitaji watu waliojiajiri ili waajiri watu wengine, ili uwe na kiwango kikubwa cha watu wanaolipa tax. Kwa sababu unahitaji watu wingi waliojiajiri, unahitaji wingi wanaoajiriwa. Tunahitaji watu wingi ambao wamejiajiri ili wale walipe tax. Wanalipa tax wakipokea mshahara na wakienda dukani kununua. Naam. Na kadri watu wanavyozidi kuajiriwa ndo kadri ya wewe unapopata tax. Na kadri ya purchasing power inavyokuwa katika jamii. Tofauti na mtu akiajiriwa. Mtu akiajiriwa ni yeye tu. Lakini mtu akiajiri anaweza kuajiri, mathalani sisi tumeajiri karibia watu 10. Naam. Sasa uliza, sisi watu 10 wana familia, watu 10. Na tunawalipa mshahara, wanalipa tax, wanasafiri, wananunua huduma, wanalipa internet, wanalipa kodi za nyumba. Kwa upana wa matumizi unakuwa mkubwa zaidi. Sasa ukiangalia katika level za, katika organization ndogo ndogo nyingi sana zilizoanzishwa Tanzania, nyingi sana zimeanzishwa na kina mama. Services za beauty, naam, nyingi ni za kina dada. Services za clothing, nguo, hata hapa nyumbani, hata hapa Kenya, nyingi ni za kina mama. Sasa katika kufika katika level ya kiuchumi, wanawake wanapato kubwa sana kwenye uchumi, hasa wa ujasiriamali. Kuuza vipodozi, kuuza nguo, kuuza urembo, kuuza udi, kufungua taasisi za usaidizi. Kwenye tablighi ndo labda hatujafanya research. Lakini sasa shida inakuja hapa sasa, wewe unaposema chako ni changu, chako ni chako, chetu changu, changu ni changu. Hii ni tabia ya wanawake wote. Wachache utawakuta wanafanya kitu kwa bila kutamani au kutarajia kitu. Wengi wanatamani hata wakinua, wakifanya manunuzi makubwa ndani ya nyumba, kwamba nimechukua kwa Mama Salim unirudishie pesa yangu. Usione ni ajabu, ni wote wako hivyo. Usije ukamtia doa mkeo ukasema mbona huyu ni, wanasema ni selfish. Kwa nini anataka nimlipe na hii nyumba pia tunashare pamoja? Wewe jua kama umeishi naye kwa wema na mapenzi waweza kukosa na akakusaidia. Na wewe unauthibitisha wanaume wengi waliokosa na wanawake zao wakasimama bila watu wa nje kujua kwamba mke ndo amesimama. Pengine baada ya kuliona hilo, na wewe pia mtazamaji, na kushirikisha kupitia 0722600333 ndio namba zetu za moja kwa moja hewani, ama unaweza kupiga simu mahali popote, ama kupitia WhatsApp. Nami nitauliza swali lako kupitia utauliza swali lako kwa Madam Leila, ili tuhakikishe tunaendelea kuchangia pakubwa zaidi katika kipindi hiki maalum, tukiwa na mgeni huyu wetu kutoka katika taifa la Tanzania. Baada ya Madam kulifahamu ama kutoa usemi wa kuwa chako ni chako, changu ni chetu, wanawake wengi siku hizo wanakuambia mimi sitaki kuwa kipochi kwa mume wangu. Kipochi nini? Yani ninapoenda, yani kila anachokifanya mume wangu ni lazima mimi niwe nakijua. Kuwa msiri, kuwa mshirikishi. Anakuambia nataka kuwa independent woman, niwe naweza kutoka. Pengine kikubwa zaidi ni kumwambia tu mimi leo nimealikwa mahali fulani, bila yeye mwenyewe pengine kuwa kurudi katika dini kuwa ni lazima ile amri itoke kwa mume. Anakuambia mbona mimi niwe ni kipochi cha mume wangu? Nikitaka kwenda saloni lazima nimwage, nikitaka kwenda sijui kwenye kikoba ni lazima nimwage. Kwa nini niwe kipochi kwa mume wangu? Hapo sasa, hapo ni makosa makubwa. Kwa sababu hakuna independent woman. Independent, the moment au saa ambayo utaamua kwamba wewe uko independent, tayari umechukua jukumu la kiume. Raha na sifa ya mwanamke ni kuwa mwepesi, kuwa dhaifu. Utakiwa hata kutumia akili ukiwa na mume wako. Unatakiwa utumie akili yake. Sembuse ruhusa. Yaani ile kutumia akili hutakiwi. Ndio kusimama. Huwezi kusimama, huna akili utasimama. Kwa huwezi kutoka hiyo unless hujaolewa. Na ukiwa hujaolewa uko kwenye majukumu ya wazazi. Sasa unaona wanawake wengi wanadanganyana kwamba waweza kuwa independent. Mimi nawaambia hiyo siku utakomuonyesha mwanaume wewe uko independent, hata pale ndani hawezi kusaidia kitu. Kwa sababu anajua wewe unajiweza. Na hakuna picha mbaya ambayo unaweza kumuonyesha mwanaume kwamba wewe unajiweza. Kwa sababu mtu amekuja kukuchukua kwenu. Umeondoka katika nyumba yenu, umekuja katika nyumba ambayo yeye ameiandaa. Kama ungekuwa independent ungekuwa kumchukua yeye. Sasa
mradi umekuja kuchukuliwa kwenu, independence yako ilikwisha pale. Ndio maana kuna maneno watu wanasema katika mitandao ya kijamii ya utani, lakini sasa yani mimi wazazi wangu wananibadilisha mimi na ng'ombe, kweli wanitoe mimi wachukue ng'ombe? Yani ile ndio nafasi yako pale, ndio ulipoamua kufika. Kwa sasa si kama wewe ni ng'ombe, hapana. Maana yake ni kwamba watu wamekuexchange. Sasa hivi uko chini ya mamlaka ya mtu mwingine. Sasa yeye huyu mtu fikira zake tofauti na za kwako, unatakiwa umuelimishe. Sio kusema wewe ni independent. Huwezi kuwa independent. Huwezi. Kwa sababu hata hizi shughuli zote mtu unazofanya, kama huna baraka mume wako waweza kuna, kama unatwanga maji kwenye kinu. Na wewe huwezi kusema kwamba eti umfiche mume wako, na yake kuficha utajisikiaje? Nyinyi mnatakiwa muwe pair au partners. Hamwezi kuwa competitors. Maana yake ukitaka kuwa independent, na maana huyu mtu anakuenslave. Ndio maana unataka independence. Sasa wewe umeolewa na mtu anakuenslave. Kwa nini umeolewa na mtu anakuenslave? Sasa hizo ni fikra ambazo watu wanatakiwa kuachana nazo. Kuna mmoja hapa, Madam Taniruhusu, anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, na watazama kutoka maeneo ya Bamburi. Na muuliza Madam Lela, hivi ni kweli kuwa mwanamume mwenye kumpenda mke wake anaweza msaidia na kuondoa taasubi kuwa anamkalia chapati? Wanachokimaanisha hapa ni kuwa wale wanaume pengine umpate nyumbani anakata nyanya, pengine kama ni jiko la makaa tunasaidiana kuchochea ama kuwasha, lakini huku mtaani tunaonekana kitofauti zaidi. Wajua, mimi nawaambia kaka zangu, hao wenzenu ambao wanawacheka, laiti siku mkenda kwao bila taarifa mtawakuta wanafanywa vibaya zaidi. Ogopa sana mwanaume anayekaa kijiweni na wewe anakuambia uende kinyume na mke wako. Yule ni wakala wa shetani anayetaka wewe uvunje ndoa uingie kwenye zinaa. Ukuoa mwanamke kwa sababu hujui kupika. Kila mtu na kila mwanaume anajua anaoa kwa ajili apate utulivu. Utulivu hayahusiki na kupika. Mke anakupikia ni favor anakufanyia. Kama akijifungua unatakiwa kumlipa anyonyeshe mtoto wako. Vipi kuhusu kupika? Kama una wakati unabidi kumsaidia mke wako, kwa sababu kama mwanadamu, hususan ni mwanaume, kuna siku nyingi sana unamkosea mke wako kuliko kumpatia. Unavomsaidia zile shughuli ndogo ndogo za kike pale nyumbani, ukimkosea ataenda mbele na kurudi nyuma. Huyu bana amenikosea tu, lakini hunihurumia sana mume wangu. Hapana. Watu wataenda kumwambia huyu Jamali hakufaa, sema hanifai, lakini huyu hunisaidia. Bora huyu kuliko hao wengine ambao, kwa sababu tukikaa kwenye vyama tunaambiana, kila mtu anasema anayoyapitia. Sasa unaweza ukafika pale kwenye chama watu wakasema mimi mume wangu anatuma ujumbe nini, anatumia na ujumbe na wasichana. Sasa unasema sawa, anatumia na ujumbe na wasichana, hata wangu anatumia na ujumbe na wasichana, lakini angalau wa kwangu shughuli za nyumbani ananisaidia. Kwa vitu ambavyo unaweza kuvifanya vikawa vipesi nyumbani, vifanye. Na siku ukipata wepesi, huyu mwenzako anayekuonya, anayekushauri ubaya, mvizie yuko kwake, uende uone ukute vituko anavyofanywa na mkewe. Msiwasikilize hao. Ni kama mawakala wa shetani wanataka uvunje ndoa ili uingie kwenye zinaa. Haya ni majukumu yako. Mke anakusaidia tu, lakini ukisaidia unajipatia pointi zaidi. Lakini pia unapata sababu kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini usifanye? Pengine Madam, kwa ufupi tu, najua muda wetu hauturuhusu, lakini kwa ufupi, siri ya mafanikio ya ndoa njema ni ipi? Ni kuhurumiana. Mwanamume amhurumie mwanamke na mwanamke amhurumie mwanaume. Na mwanaume siku zote ufanye vitu na umweleweshe mwanamke kwamba vitu ninavyovifanya hivi ni kwa ajili ya familia yetu. Na mwanamke kutosheka. Kuna mtu anaweza kukupa kila kitu lakini hana wakati, kwa sababu wakati wake mwingi anautumia katika harakati. Muelewe. Na kuna mtu anaweza kukupa wakati lakini hana fedha. Muelewe, ile ndio fedha kwake. Kwa muelewe mtu kwa kile kitu anaweza kukupa kwa wakati ule. Na usiwe mtu wa tamaa. Na usipende kumhesabia mtu makosa. Kama wewe Mwenyezi Mungu angesema kuhesabie hata hapo ulipokaa yenyewe, wala husahiki ukae. Kabisa. Na kabla ya kwenda jambo lako kwenda kumshirikisha mwanadamu au mja, sema kwanza na Mola wako, kwa sababu yeye ndo amekuumba wewe, ndo amemuumba na mumeo. Yeye ndo anaweza kufanya kitu kikawa. Mshtakie Mwenyezi Mungu kwanza. Mwambie mimi Mwenyezi Mungu, Jamal ananikosea. Naomba njia niafikie je. Kwa sababu Mungu hakupi suluhisho. Anakupa njia ya kufikia suluhisho.
Ndio maana hata Nabii Musa haikukaushwa bahari ilipasuliwa katikati, aliambiwa piga. Hata wale nyoka hawakumezwa. Yeye aliambiwa shika fimbo itageuka kwa wale vitu vya kichawi havikupotea. Aliambiwa shika fimbo ukigeuka itakuwa nyoka itawameza. Kwa ndo Mungu anachotaka sisi tufanye, tuombe njia. Sio Mungu awabadilishe waume zetu. Mungu atusaidie tuweze kuishi na waume zetu. Kuna ule usemo kuwa tunaishi kwa wema tu, na kesi kubwa ukiangalia katika taifa la Kenya siku hizi kuna visa vya GBV. Gender based violence ambazo zinatokea kwa mara, na ukiangalia kwa mwanamke akwambia mimi navumilia tu kwa kuwa nimezaa naye na watoto, nitaenda wapi? Na kuna yule aliyetoka kauli kumwambia mume wake, mimi kwetu sikufukuzwa na huko ni tunda mtini na kwetu. Kauli hizi unazizungumziaje? Lakini kabla ya hayo, wacha tumsikize huyu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwa majina naitwa Ahmed Yasin. Natokea eneo la Makupa. Naam. Na kuna swala ilikuwa nataka nimuulize Madam Leila ili anipe ushauri kidogo. Naam. Mimi nina wake wawili kwa sasa. Na kila mmoja ananisumbua ni mwache mwenzake. Na uamuzi wangu nataka niwaache wote. Pengine Madam Leila tu anipe ushauri wake nifanyeje. Haya, asante sana ndugu yangu Ahmed kutoka Makupa. Una swali lingine? Haya, asante. Tuanze kwa huyu ama tuanze kwa haya mengine nilokuwa nimekuuliza kwanza Madam? Bila tukusikilize wewe kwanza. Tumalize kwa hili. Na huyu kumwambia kuwa mimi kwetu huu ni tunda mtini na kwetu. Kauli kama hizi. Na huyu mwingine anasema kuwa wacha wenyewe wanasema nife kijeshi na tai shingoni. Naenda wapi mimi na mzigo wa watoto? GBV Mwenyezi Mungu mwenyewe amekataa mmoja kumwadhibu mwenzie, si katika miongoni mwa sifa za Kiislamu. GBV ni vitu vya kutisha, ni vitu vyenye tabia mbaya. Huwezi kukubali GBV. Waweza kufa na hawa watoto pia ukashindwa kuwalea. Mimi sishauri mwanamke yoyote kubaki kwenye ndoa kama kuna kesi ya GBV. Gender violence. Yaani violence sasa zikitoka kwenye maneno kuja kwenye physical ni mbaya. Lakini pia haya maneno machafu ya kumwambia mtu kama mtu umemchoka, simkosea adabu na maneno. Kwa sababu si katika tabia za Kiislamu kusema hovyo, huja nikuta mtini, mimi na kwetu sijafu. Hata yeye anakwao. Na hata yeye hajakulazimisha uje kwake. Kwanza yeye anaweza kukuambia neno baya zaidi akakwambia kwanza nimekununua una maneno gani hapa? Kama ungekuwa na thamani ungekuja hapa bila manunuzi, nimekulipia. Na kama wewe una thamani kwa nini nimekutoa wewe na ng'ombe? Utasema nini? Utasema amekukosea adabu. Kwa hiyo usiongee maneno ya hovyo kwa sababu hata kila mtu mdomo wake ni mchafu, hajaamua tu. Kama mtu umemchoka mwambie tu bwana, mimi ninavyoona bwana tutakoseana adabu, tuishi hapa. Lakini kwenye GBV usisingizie watoto kwa sababu wewe umeshindwa kukubali kwamba huyu bwana hakuhitaji tena. Mtu anasema mimi simuhitaji lakini nakalia watoto si kiti. Wasema mimi bwana nimeshindwa kutambua thamani yangu na nimeshindwa kuondoka basi. Tukimjibu huyu bwana mkubwa, sijui alitarajia nini akioa. Nadhani labda alikuwa hana malengo au labda malengo yake alikuwa tofauti na anayopata hivi sasa. Mpaka amefikia hatua hiyo anataka kuacha wote. Lakini sidhani kama ni suluhisho. Yeye anatakiwa yeye ajikague. Yeye kama mwanaume amefeli wapi? Kwa sababu akiwaacha itabidi awe tena. Sasa kama hajajifanyia research yeye mwenyewe akajijua matatizo yake yeye mwenyewe ni nini, ataoa na kuacha kila siku. Sasa yeye akae chini ajitafakari au amshirikishe shekhe mmoja au imamu wake wa msikiti ya makadhi amsaidie kujitambua au aende kwa therapist asaidiwe kujifafanua, ajijue yeye mwenyewe binafsi ana shida gani. Na wakati anaoa hawa wake wawili alikuwa na malengo na matarajio gani? Je, alikuwa na matarajio makubwa kuliko wanawake au alikuwa hajawajua wanawake? Alafu sasa kishajitambua yeye mwenyewe akajifanyia kazi yeye mwenyewe ndio sasa afanye decision akiwa yuko sawa kiakili. Lakini sasa hizi hayuko sawa kiakili. Akitoka kwenye hili anaweza kae paramia mbaya zaidi akajuta. Na hii ndio shida kubwa inawapata wanaume. Kwamba wanashindwa kuelewa kwa nini baadhi ya mambo yanatokea kwenye maisha yangu. Je, nijitibu vipi kabla sijasonga mbele?
Asante sana. Hadija Abdul Malik anasema swali, naomba kuuliza kwa Madam Leila, mbona inachukuliwa kuwa mwanamke anapoolewa huku anafanya kazi hana uwezo wa kuwalea watoto vema? Je, ni kweli mwanamke anayefanya kazi? Si kweli, kwa sababu watoto hawahitaji mama. Yaani malezi ya mama eti 100%. Watoto wanahitaji uwepo wa mama. Kwamba mimi nikirudi ile saa 9 au saa 10 nijue kwamba kuna ufuatiliaji. Yaani nawaita wote wapange line, haya leo mmefanya nini? Rafiki yako ni nani? Nani kakukosea? Leo umeudhiwa na nani? Umefanya homework? Huo ndio usimamizi. Yaani mama yeye lake linahitajika katika usimamizi. Na kuhakikisha mle ndani sheria zinafuatwa. Na kama hazifuatwi atoe ripoti kwa mzee. Kwa sababu sisi wote tumesomeshwa na wamama wanaokwenda sokoni. Na mimi nawaambieni dada zangu, wanaume tunao ni wenzetu, lakini kwenye malezi hawapo. Wao kazi yao ni mbio za pesa. Sisi ni wasimamizi wa wale watoto. Watoto watalelewa, lakini sisi ndio wasimamizi. Watoto hata wenyewe wanaweza kujilea. Kwani kuna watoto wa miaka 9 wanawalea wadogo zao. Lakini usimamizi ndio kitu muhimu, na kuelekeza watoto, ambao hii wewe unaweza ukafanya kila siku. Unaweza kufanya na ukateua Jumapili huendi kazini, kila mtu na karai yake ya nguo, akakaa hapo kamwambia kuanza kufua ni kuanza kola, kisha mikono, kisha vifungo. Kuanza kufua ni hivi. Haya, njoo hapa wote na wafundisheni jinsi ya kurepea kifungo katika shati lako. Ni ile time ambayo una spend nayo. Lakini sasa hapa kazi zinatofautiana. Mfano mathalani mimi na himiza wenzangu wakishaanza kupata watoto, mfano 2 au 3, wapunguze kazi za nguvu. Kazi zinazokutoa nyumbani zaidi ya masaa 12. Zile ni kazi hatari. Kazi kubwa kubwa uzifanye watoto wakishakuwa. Za kwenda mbio. Unajua kuna zile kazi za kawaida na kazi za kwenda mbio. Mfano hizi za beauty, service, unasi, kwa mwalimu. Hizi ni kazi tuwaweza kufanya tukiwa na watoto hata 6. Lakini sasa ukiwa kazi yako labda wewe ni sijui ni plana, sijui ni engineer mkubwa, huwezi kuzifanya hizi ukiwa na watoto wadogo, kwa sababu kazi ile ina demand na watoto nao wana demand. Kwa hiyo utashindwa kujigawa. Kwa kazi za kwenda mbio tuzifanye, lakini tukishaona watoto wameingia tuna retire. Niruhusu tumsikie huyu naye. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ongea Sheikh Omar kutoka Migadini. Naam, Sheikh Omar kutoka Migadini. Nataka kumuuliza Madam Leila swali. Na lugha wanawake sikizotumia. Naam. Kwa lazima tufanye kazi. Ndio tusaidiane katika maisha. Lazima tufanye kazi ili ndio tusaidiane kimaisha. Tusaidiane maisha. Alafu akishapata kazi umemkubalia, sasa unapata shida tokea hapa. Wakati yeye watu wakati unamtangulia. Yeye kwa kazini saa 3 umeingia saa 1. Alafu wakati wa kupika na kwamba mzee itabidi leo sasa uende ujishughulishe. Ama uende barabarani ukanunua pizza, burger ama chips ule. Hapo ukipi madam anashaurize wa mama kama. Haya, asante sana ndugu yangu Omar kutoka maeneo ya Migadini. Wanawake na kazi madam. Pengine tunahitalifiana. Wengine wetu hapa haswa kwa sisi wengine wanahabari tunatoka pengine kuchelewa. Lakini ndugu zetu kina Omar wanatoka mapema. Lakini mke anaingia kuchelewa akimpata mume tayari yuko ndani ya nyumba. Na alimpa ruksa kwenda kufanya kazi. Nadhani hawa ni 10 kwa mmoja, sidhani kama ni wengi ambao haya mambo haya unaweza kuzungumza naye yeye, kisha ukaona hayasongi ukayasogeza kwa familia, yani level ya familia, either apunguze majukumu au achague majukumu mengine. Kwa sababu huwezi kiafya, huwezi kumlisha mwanaume baga, iwezekani. Hasa hawa wanaokwenda mbio akana 21 wakiwa tu wenyewe wanakula huu ugali matatizo. Lakini sasa ukiamua sasa leo unaanza kumpa viazi, sio sawa. Japo take out some time, weekends ni sawa, mke ukampa ruhusa ukampumzisha spike weekend. Haya, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Mimi ni Ida Abu. Nauliza ni vigezo gani? Naomba Madam Leila anishauri ni vigezo gani niangalie kwa mwanamume kabla sijaolewa. Haya. Asante sana. Anasema ni vigezo gani aangalie kwa mwanamume? Cha kwanza muangalie mtu nafsi yake. Kama ni mtu mwenye huruma. Kwa sababu mwenye huruma hata kama hana atauza chake akupe. Usiangalie mtu mwenye nacho.
Pili, angalia mtu akisema ahadi yake inatimia. Alafu tatu, angalia mtu ambaye you can depend on him, yani unaweza kumtegemea. Lela nitakusaidia, kweli akatokezea akakusaidia. Alafu mtu asiwe amekudanganya zaidi ya mara mbili katika mazungumzo yenu. Akidanganya zaidi ya mara mbili tu basi. Kwa sababu Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam alisema ayatu munafiki thalatha. Kubwa ya kwanza kahitaji akasema akisema husema uongo. Aidha tumina hana, kiaminiwa hufanya hiana. So kikubwa principle kubwa ama characteristic kubwa anaangalia kwa mwanamume, asiwe mnafiki. Asiseme uongo, asiahidi akacha kutimiza, lakini mpende nafsi yake. Yaani nafsi yake ndio ikuvutie kuwa naye. Usiulizwe kwamba wampendea nini Jamal, ukasema ana gari, ana kazi nzuri. Sema nafsi yake ina moto, inanipa raha mimi. Sio masuala ya butterfly, nafsi. Kwamba huyu ana huruma sana. Kwa huruma yake anaweza atakawa hana akenda mpaka mwisho wa dunia kuletee. Pengine madam na mimi tulibadilishe swali hili. Kwa huyu aliyeuliza kutaka kujua kwa mume. Hapo kwetu ofisini baadhi ya staff wenzangu bado ni senior bachelor. Nao pengine waangalie nini haswa kwa mwanamke? Mwanamke shida yake kubwa ni dini. Awe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Basi. Ukipata mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu, hata kama alikuwa yeye kazi yake kucheza hadharani, ataacha kwa sababu utamwambia kuhusu dini, atakuelewa. Hapo kwenye dini Madam Leila, wengi wanakuambia Mwenyezi Mungu hakuumba mwanamume ambaye anatamani mke mmoja. Tumepewa fursa, lakini wacha tumsikize huyu kwanza. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, angavu naona imemtatiza, lakini pengine atakuwa na fursa ya kurudi. Abdi Ibrahim anauliza, je, ndoa ya kujichagulia au ile ya arrange gani inadumu na kujua mtu vizuri? Anauliza, kuna ndoa siku hizi za kupangiwa, huyu ambiwa bana hatibu, sisi kama familia tumeamua huyu ndio tunamtaka, japo kuwa unaye mwingine huko nje, lakini huyu wa nje sisi hatumtaki, tunamtaka huyu. Na ama yule niwaambie bana wazazi wangu mimi huyu ndiye nimewaletea. Usianze courtship kuelekea kwenye ndoa. Usianze sisi tumejuana vizuri. Wewe kama umemwona mtu nenda kaseme nyumbani kwenu wamfuatilie. Na mke anaangaliwa jambo moja, dini yake. Na mwanaume anaangaliwa mambo mawili, dini na tabia. Basi. Usiseme huyu tumejuana naye zamani au watu wakaja kukupa proposal, huyu ndo anaona atufa, huyu ndo mimi nitaishi naye, si nyinyi, amewafaeni nyinyi, mimi ndiye atanifaa. Lazima nimchunguze. Do your due diligence. Kagua kisawa sawa. Kwa sababu wewe watoto wako anza kukupeleka kotini. Kwa nini mmenipa baba ambaye hanilipi karo mimi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi Mulhat Hassan kutoka Nyali. Naam, Mulhat. Mimi na swali, nimeolewa mwaka sasa. Naam. Lakini mume haniangalii wala haniulizi wala hasajui navacho. Je, naweza rudi kwetu ama? Haya, ameolewa mwaka mzima, mume hamwangalii. Je, arudi kwao? Hapana, mimi sina jibu hapo. Inabidi ende kwa ofisi za chief kadhi. Ama ofisi za kadhi. Au waende wakae kikao familia. Walijadili. Au kama anaweza kabla hajaenda familia ajadili na kaka zake. Mimi nawahusia sana watoto wa kike, kuweni karibu sana na baba zenu na kaka zenu. Wao wanaijua saikolojia wanaume kuliko mtu yoyote. Hata kama kakako ni mdogo, mradi amebale, mshirikishe mambo yako, atakusaidia. Baada turudi katika lile swali ambalo kwa nimelijenga hoja kupitia masuala ya dini. Masuala ya dini. Kuwa mwanamume, kuna mseme kuwa mwanamume, hakuna mwanamume ambaye anapenda mke mmoja. Kuna hili la ukewenza. Mwanamke akwambia mimi ukinioa sitaki kuolewa mwenzangu. Nasaha iko wapi? Unajua kila mtu ana capacity yake. Lakini wanawake wengi hawawezi. Nitakwambia ukweli. Wengi hawawezi. Ni jambo ambalo limewekwa katika dini, lakini bahati nzuri pia limewekwa si lazima. Kwa huwezi kumshinikiza nalo mtu kama haliwezi. Na bora mtu akwambie hawezi kuliko uoe akufanyie viranga.
Na mimi nakwambia hakuna mtu anaweza kisasi cha kike. Kwa sababu mwanamke akiamua kufanya kisasi hata shetani mwenyewe ukaa pembeni. Kwa hiyo kwa maslahi mapana ya maisha yako na amani, bora usikilize. Na kama una haja sana ya kuoa, bora ukubaliane naye kwamba bana mimi nitaoa, lakini kama wewe huwezi, tutafute njia ambayo tutaelewana. Mimi nioe na wewe na amani. Lakini mimi ni lazima nioe. Lakini kama huna haja sana, si lazima imekuwa kama sunna. Yaani usipende kumfanya mwanamke ukamtia kadhia yani mwezio. Kwa sababu shekhe, mimi nakwambia ukweli, mume anauma. Na zile kipindi kile cha kwanza ndio umeoa, unaenda kwa mke mdogo kulala, inaweza kaa hata usiku mzima analia halali. Sasa unaona mwanamke unamliza usiku mzima, unahisi bado huruma na wewe itakwepo? Bado atawaambia maadui zako, bwana hajapita njia hii, kapita huku. Akutetee, bado akutunzie mali yako. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinahitaji wanawake wenye subra. Kuna wanawake wako very strong, lakini kuna wanawake wako kama ya ila broiler, ukigusa tu hivi hata na kijiti inapasuka. Sasa tunafanya nini? Watu hawajaumba na roho kubwa wote. Sasa kama ataonda tu ujumbe, wewe Fatuma akakutumia, vipi Halid? Hujambo? Wewe hujajibu. Akasusa siku nzima hajala ndo ajue wazi umeoa. Kwa vitu hivi yani ni kukaa naye chini, kuongea naye taratibu, ama hata utafuta watu wamshauri, lakini si vitu virahisi na kwa okay, rahisi. Pengine madam tu mawili ya mwisho tumalize. Kuna mmoja anauliza, anasema naomba kuuliza kuwa siku hizi tunaambiwa talaka nyingi zinatokamana na mawifi na mama za waume. Je, kuna ukweli katika usemi huu? Watu lazima wafahamu mavya anapambania nafasi yake kwa mtoto wake. Na wewe unapambania nafasi yako kwa mume wako. Wenyewe ni watu wawili tofauti. Kwa kama mtakubaliana ili muishi, lazima mtu mmoja ajishushe. Na mavya hawezi kujishusha. Wewe ndo wakujishusha. Kama ukamwacha mavya akashinda, wewe una athari. Lakini pale unapotoka sasa kupatisha naye nguvu, ndio pale sasa mmoja lazima apotee. Ni kama mchezo wa kuvuta na kamba, lazima mmoja atanguka chini. Na mara nyingi pana kuanguka chini ni wapi? Kule kwenye madhara. Wewe ukishindana na mavya, watoto wako ndio watapata shida. Si yeye, kwa sababu yeye mtoto wake ndo anampambania. Kwa na wewe inabidi uwapambanie watoto wako kwa kufanya nini? Kujishusha mbele ya mavya, ashinde ili wewe uishi. Lakini wifi anapambana kwa ajili ya kakake. Ni wewe umruhusu. Kwani shekhe, mimi nikiwa na rafiki yangu, rafiki yangu akaniambia Lela wewe ni mjinga. Mbona hainiumizi? Kwa sababu ni rafiki yangu. Neno lake lolote mimi aliniumiza. Sasa kwa nini nisimchukulie wifi yangu hivyo hivyo? Kwa nini simchukulie mavya hivyo hivyo? Kwamba huyu anasema tu akimaliza anaondoka zake. Si kwa ajili ya dharau, kwa sababu huyu ni mwanadamu. Yaani mimi nivunje nyumba yangu kwa ajili ya wifi yangu ambaye hana nyumba, labda na yeye nyumba yake imevunjika, anakuja kwangu kuvunja nyumba yangu? Hapana, haiwezekani. Si mimi tu natakiwa kuishi kwenye hii nyumba. Watoto wangu pia wanatakiwa kuishi kwenye hii nyumba. Na si ajabu nikiondoka watoto wangu mustakabali wao utakusha hapa. Yaani mimi niharibu mustakabali wa watoto wangu kwa sababu ya maneno? Acha maneno, njoeni na greda siondoki. Haya, kuna huyu mmoja anauliza, Madam Lela, unahusia vipi wanawake ambao hapendi mtu anapenda pesa? Sasa ndo hivyo, yani shida ya njaa ndo hiyo. Kama njaa yako ni fedha, ukishashiba njaa ya fedha utatamani muda. Na kama muda hawezi kupa, ndo kila mtu anayekuita utakwenda naye. Angalia tamaa za nafsi, usiendekeze tamaa za nafsi. Na bora mtu mwenye kitu kuliko mtu mwenye pesa. Kwa sababu mwenye pesa kwa pesa yake hujui anaweza kupata watu wangapi. Lakini mtu ambaye anaweza kukupa kitu ambacho hakiwezi kununuliwa, wewe ndo mtu ambaye ana thamani zaidi kwako. Nani anaweza kununua wakati? Heshima. Lakini pesa tunaweza tukapata sehemu yote, hata tukaandika saizi hapa proposal ya uongo na tukapewa pesa. Lakini nani anaweza kutupa wakati? Akatupa nguvu. Akatupa huruma. Hamna mahali huruma inauzwa. Pengine madam tumalizie tu kwa nasaha yako, kwa sababu naona muda tayari umeshatupa mgongo. Pengine kwa nasaha yako tu kabla ya hiyo, naona haya mimi
Mariam Kadir anasema mimi naona kivyovyote vile hata Mavia akiwa vipi lazima apewe heshima yake. Is two-way process, as you treat your own mother, treat mother-in-law the same. Asante sana dadangu Mariam kwa usemi huo wako. Pengine nasaha yako kwa mtoto wa kike. Tunaona kabla mwezi mtukufu wa Ramadhani ndoa zinakuwa nyingi. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaziona nazo pia. Kunazo zile ambazo kidogo zinadumu, kunazo zile ambazo zinapigwa na upepo wa bahari na zinayumba yumba, kunazo zinazoyumba yumba, kunazo ambazo meli zao ama vyombo vyao vya usafiri vinapasuka njiani. Nasaha yako kwa mabibi harusi wapya? Vumilieni. Alafu fanye uchunguzi wako, mjue kabisa huyu bwana kichwa chake kibovu, kwa hii barabara ina mashimo, mimi niende zangu kwa utulivu. Hakuna mwanaume kamili. Hakuna. Huwezi kupata wako eti umemtengeneza eti by default. Wote wana kero zao, lakini kama huumizwi kimwili, hupigwi, hujeruhiwi, hudhalilishwi, hunyanyaswi, vumilia, mradi ushamjua utaenda naye. Lakini kama mambo yake ni makubwa, mfano hatari ya kuletwa magonjwa, unapigwa, unanyanyaswa, unatukanwa, hapo sasa unaweza kuzungumza nato. Lakini kama mtu tu akiondoka ndo mtolee, hakupigi simu, hapigi simu, bora niachane naye, nikipika hali bora niachane naye. Hizo ni kama tu turbulence. Na lazima uwe unajua kwamba huyu hapigi, basi mimi nitampigia mpaka akome. Haya, asante sana madam. Nichukue fursa hii kukushukuru sana. Tunatamani sana kuendelea kuwa nawe, lakini naamini kutokana na ratiba yako kuwa ni finyu zaidi katika taifa hili la Kenya na kuwa muda wako, lakini kikubwa zaidi tukwambia asante sana. Hongera kwa kazi kubwa wewe na wenzako kutoka Kaya Wellness Company mnaoifanya katika nchi jirani ya Tanzania na katika mitandao yenu ya kijamii, kwa zile nasaha ambazo mnapeana kwa ajili ya watu katika kujenga mujtama kio utafauti zaidi. Pia nikwambie ijaribu kuifanya Kenya kuwa ni nyumba ya pili. Baada kwa sababu Tanga na Kenya ni masaa tu kadhaa. Unaweza vuka ukasema leo natamani kwenda kuwatembelea ndugu zangu watazamaji wa Al-Hajar TV, nasi tutakupokea kwa mikono miwili. Tunatamani kiwa fursa itakuwepo, japo kwa sababu siku hizi wenyewe teknolojia imepanuka zaidi kiwigo, basi hata kwetu sisi hapa tuna kitu kinaitwa web call ama zoom call. Basi tukawa tunafanya kwa ajili hata kama ni mara moja kwa mwezi, kwa ajili ya kunasihi, kwa ajili ya kujenga mujtama na kizazi chema zaidi katika siku zinazokuja. Vile vile ni kushukuru wewe mtazamaji wangu mpendwa kwa kuwa nami, licha ya kuwa wenyewe wanasema ni short notice, kuwa tunajua Al-Hajar TV bado hatuja kuanzia vipindi vya saa 9 mpaka saa 10, lakini pengine huenda kipindi cha Madam Leila Abubakar kikawa ndio ufunguo wa vipindi vingi zaidi vitakavyokuelimisha katika mida hii, hususan wakati huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Siku zote wenyewe wanakuambia ukiambiwa la kufanya wewe fanya tu, ili usifanye mengine ambayo siku zote yakaja kukupa fursa ya kufanya mengi zaidi. Mimi nilikuwa wako Muhammad Atibu Abdallah ndio langu jina, lakini ukiliona ndefu sana kwenda kuniita presenter 001. Sikuwa peke yangu, nyuma ya kamera alikuwa ndugu yangu Azlan Idarus Hussein, bila kumsahau Yusuf Abdul Ghaffar Yusuf Abudi ambaye alikuwa kwenye production, na ndugu yangu Abdurrahman Alwi akiwa katika chumba cha social media. Tutakuacha katika mikono salama katika kipindi cha Fatawa za Ramadhani, ndugu yangu Abdurrahman Alwi akiwa naye Dr. Ahmed Yassin kuhusiana na maswali mengi yanayokuumiza akili katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kama bado hujasubscribe kupitia mitandao yetu ya kijamii, hakikisha unafanya hivyo ili usipitwe na mazuri na makubwa ambayo tumekuratibia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Fi amanillahi, tuendelee kuitazama Al-Hajar TV, mwangaza kwa umma. ambazo za hesabika, tumche
Mola Manani ndo lengo lake hakika, ni mwezi wa ihsani na huruma bila shaka kwa walio masikini na wanyonge, kadhalika wale walo na imani, ukithirisha sadaka huwapa walio duni, nao wakafarijika. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani, fungae kwa imani, akitaraji thawabu humsamehe Manani, nambize kwenye kitabu fadhila za Ramadhani nyingi huwezi hisabu, asiache muumini akiwa hana sababu. Swala za sunna yaqini hulipwa kama wajibu, za faradhi tambueni, mara mbili hesabu. Ramadhan, 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 tuifunge kwa imani, shimena tujipindeni kwenye hii Ramadhani, kwa matini Qur'ani tafusiri tusomeni, tusikilize mashehe watuambiayo ya dini, tahajudi tarawehe usiku tusimameni, Mola tatusamehe atuingize peponi, kesho tukasitarehe kwenye yake layani. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.